na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu siku hiyo ikifika. Mungu ndio mwenye sasa ana decide, yani the decision imerudi kwa Mungu. Ni mawili: asikize maombi ya Yesu, amwepushe na mauti. Awache kumsikiliza Yesu, Yesu asulubiwe. Sawa? Sasa wewe nataka unijibu, je, Mungu alisikiliza ama Mungu hakusikiliza? Sawa? Kumekuja mashahidi wawili juu yangu, wananishuhudia kwa tukio. Hawa mashahidi wawili wakatoa ushuhuda mbili ambayo zina contradict. What will happen to that case? Automatically the case will be terminated. Very good. Ngoja kidogo sasa. Patia ule mic. Huyu. Sunlight TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidhamu. Sunlight TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidhamu. Sunlight TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidhamu. Sunlight TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidhamu. Alikuwa na uwezo wa kujiokoa ama alishindwa kujiokoa? Kwa kuamini Mungu, waliamini kwamba Mungu aliyemtuma angemuokoa. Kwa hiyo msalabani Yesu angeweza kujiokoa. Aliyekuwa na uwezo wa kuweza kumwokoa Yesu na msalaba ni nani? Ngoja nikwambie. Hebu niambie. Si ati kwamba angeweza kujiokoa. Mbona hakujiokoa kama alikuwa na uwezo? Lakini inasemekana kwamba ilibidi anyenyekee ndio afanyiwe mateso. Ndio ulimwengu wote, kila mtu katika ulimwengu apate kuokoka na kukombolewa. Kwa hiyo ilibidi Yesu anyenyekee. Ndio. Mwenyewe. Yeye anyenyekee, lakini kujiokoa angejiokoa. Kujiokoa angejiokoa. Tunaamini alikuwa na hiyo uwezo, lakini ilibidi anyenyekee ndio maandiko vile ilitabiriwa na manabii ndio itimie. Kwa hiyo nyinyi mnaamini Yesu alikuwa na uwezo wa kujiokoa, lakini mwenyewe akanyenyekea. Ndio vile mnavyoamini. Na Biblia inafundishaje kuhusu Yesu kuwa na uwezo wa kujiokoa? Tuache sasa imani yenu. Biblia nayo inafundisha nini kuhusu Yesu kujiokoa? Je, ana uwezo ama hana? Naamini anayo. Wewe unaamini anayo? Kuamini ni mambo mengine, mafundisho ni mambo mengine, kwa sababu kuna kuamini kama vile Wahindi wanaamini mambo ni Mungu, si ni kweli? Hiyo imani yao ni sahihi. Unajua huwezi kosoa imani ya Mungu kwa sababu ngoja kidogo. Ni maana wewe unaamini ng'ombe ni Mungu. Mimi siamini kwa sababu sio imani yangu. Kwa hiyo ingekuwa imani yako kwamba ng'ombe ni Mungu ungeamini tu. Ndio. Kwa hiyo wewe una hata msimamo, hata ujielewi. Hapana. Wewe kinachokuja mbele yako ndio unaamini. Imani inakuja kulingana na mafundisho. Wewe na Ibilisi, nani anajua Mungu zaidi? Siwezi jua sababu sijaikuwa na Ibilisi akanieleza yeye anajua nini kuhusu Mungu. Wewe unajua Mungu kuliko Ibilisi vile anajua Mungu. Ndio nasema siwezi sema kama anajua. Sasa ngoja kidogo, acha mambo ya kusema rafiki yangu. Wewe ni mtu umekaa kwa hii dunia miaka 30 iliyopita. Ibilisi yako zaidi ya miaka 5,000 10,000 kule. Manabii wote wamepita hapa amewaona na ameongea nao. Hata mwenyewe ameonana naye. Ibilisi ameongea na Mungu na anamjua Mungu kukuliko wewe. Ibilisi akisikia jina la Mungu anatetemeka. Wewe ukisikia jina la Mungu utetemeki. Kwa hiyo tukiongea mambo ya imani haikusaidii. Imani kuamini tu usijui Mungu ama kuamini chochote haikusaidii. Imani nataka udhibitisho. Imani nataka matendo. Ushaona?
Kwa hiyo wewe usiseme kwamba mimi kwa imani ningepata ng'ombe ni Mungu ningeamini tu. Inamaanisha kwamba hujijui na hujielewi. Kitu kiona ni kibaya kataza, ndio msimamo. Mfano unapata kwamba mtu anaabudu ng'ombe. Wewe unajua ng'ombe si Mungu, mwambie huyu si Mungu. Inatakana msimamo. Sijui shanielewa. Lakini sio wewe unakuja unachukuliwa tu ati mimi. Ni maana ungezaliwa na mchawi wewe ungekuwa mchawi. Ndio namaanisha. Ungezaliwa na mtu anaroga watu wewe pia ungekuwa unaroga watu. Sijui shanielewa. Kwa hiyo mtu unafaa unajijua. Ushanielewa vizuri. Kwa hiyo imani ambayo kwamba unasema ya Yesu, wewe kusema kwamba uko na imani kwamba Yesu amekuja kuokoa dunia, hiyo mambo ya imani ni mambo mengine, na mafundisho inasema mambo mengine, kwa sababu kwa mafundisho inaonyesha Yesu alikuwa hana uwezo wa kujiokoa. 26:36 Mathayo udhibitisho. Kwa sababu nikakuuliza wewe, kwa imani yako unaamini Yesu ana uwezo wa kujiokoa. Je, kwa mafundisho ya Biblia inafundisha nini? Ungesema tu sijui, alafu mimi nakufundisha. 26:36 Mathayo. Angalia, Yesu alipokuwa anaenda kusulubiwa, alimuomba Mungu amuokoe. Twende mwalimu. Inasema mwenyewe. Ndio. Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani iitwayo Getsemani. Yesu anaenda pamoja nao, anachukua wale wanafunzi wake. Anaenda katika bustani moja inaitwa Getsemani. Alikuwa anapenda sana kwenda pale kwa ajili ya ziara za kuabudu Mungu. Unajua manabii wanakuanga na sehemu zao wanazopenda kwenda kuabudia. Sasa yeye alikuwa anapenda kwenda milimani. Sasa hapa yuko katika bustani ya Getsemani. Anaenda kumwabudu Mungu. Amemchukua Petro, amechukua na vijana wawili wa Zebedayo. Sasa anawachukua, anaenda pale nao mlimani. Twende, akawaambia wanafunzi wake, anaambia wanafunzi wake alitembea nao watatu. Ketini hapa, alitembea na wote 12. Sasa akawaambia wanafunzi wale wengine, ketini hapa. Twende, hata niende kule nikaombe. Akawaambia ni ketini hapa, akawaacha nyuma, akawaambia mimi naenda kule, naenda kuomba Mungu. Wakati huo tayari Warumi na Mayahudi wanafiki na Mafarisayo wanamtafuta Yesu kila kona. Na Yesu ana habari kama anatafutwa. Mwenyewe anajificha, mwenyewe anatetemeka. Sasa wewe unasema kwamba amejinyenyekesha. Kujinyenyekesha gani na mtu anajificha? Huyu mtu anayejificha hajinyenyekeshi. Mtu anayejificha ana uoga, ana hofu. Unaona? Kwa sababu Wayahudi tayari wanaongea maneno kinyume kwamba Yesu anataka kujifanya mfalme ambaye adhabu yake ni kifo. Ndio nilikwambia mwanzo. Wacha nimalize hiyo andiko kwanza, sijaimaliza. Wacha nimalize alafu tuongea. Twende mwalimu. Inasema mwalimu? Ndio. Inasema, akamwambia wanafunzi wake ketini hapa. Hata niende kule nikaombe. Twende. Akamchukua Petro na wale wawili wa Zebedayo. Namchukua Petro na wana wawili wa Zebedayo. Ndio. Akaanza kuhuzunika na kusononeka. Yesu anaanza kuhuzunika na kusononeka, maana kwamba moyo wake unaingia huzuni. Ndipo akawaambia nini? Roho yangu ina huzuni sana. Ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Inasema mwalimu. Ndio. Roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Twende. Kaeni hapa. Kesha pamoja nami. Ndio. Akaendelea mbele kidogo. Yesu akaendelea mbele kidogo. Akaanguka kifurifuri. Yesu anaanguka kifurifuri pale, anamsujudia Mungu, namna vile Waislamu wanavyoomba wakati wa ibada. Kwa nini anafanya hivyo? Anajua kwamba hii ndio ibada sawa. Hii ndio ibada kamili. Hii ndio namna vile ibada inafaa kufanywa. Sasa anataka msaada kwa Mungu, na katika msaada huo anaanguka kifurifuri. Twende. Inasema hivyo. Akaanguka kifurifuri. Akaomba akisema katika sijida, huko anamsujudia Mungu. Anaomba akisema, anasemaje? Baba yangu. Sema baba yangu. Ikiwezekana. Twende. Kiswahili hicho. Ikiwezekana. Inasema ikiwezekana, kikombe hiki kiniepuke. Mpe huyo. Ni nani anaomba?
Ndio, ni Yesu anaomba. Anaomba akisemaje? Ikiwezekana hicho kikombe kimepuke. Nini maana ya ikiwezekana? Ikiwezekana inamaanisha si ni kwamba tu Kiswahili na kupiga chenga. Nataka kujua unipata ngapi Kiswahili. Mimi ndio sasa mwalimu. Nina mark. Hii question answer yake ni question moja kwa nini ile answer sheet nzima. Na hiyo question moja majibu yake ni 100%. Sasa nataka nikupe percent. Nini maana ya ikiwezekana? hapa wewe ufafanue vizuri unaelewa. Sio ninavyoelewa. Nifafanue namna ilivyo maana ya ikiwezekana. Unajua maana ikiwezekana? Yaani kama it's possible, yaani kama kuna uwezekano. Na tena ikiwezekana sio kwamba wenyewe unatoka kwa Yesu. Unatoka kwa Mungu. Unaona kwamba Mungu kama kwako itawezekana kikombe hiki kimevuke. Unaona kwa wakati huo Yesu hana uwezo wote anarudisha kwa Mungu. Ndio naambia ikiwezekana. Unaona Mungu mwenyewe ndio sasa ataamua kama ataweza kumsaidia ni sawa, na kama hawezi kumsaidia pia itakuwa ni sawa. Unaona kwamba pale Yesu anasubiri jibu lolote kwa Mungu. Ima Mungu aijibu hiyo dua ama Mungu akatae kujibu hiyo dua. Maana uwezo yeye hana, mwenye uwezo ni Mungu. Sasa uwezo huo wote amepeleka kwa Mungu. Maana Mungu mwenyewe amwamulie kama atamwepusha na hiyo mauti ama kama atawacha afe. Tunaelewana vizuri? Sawa. Kwa hiyo kwa lugha hiyo ni kumaanisha kwamba Yesu alikuwa hana uwezo. Sawa, hapo ndio sasa nakujia. Unakujia hapo? Niulize. Hebu uliza. Kisha nyumbani ni kama tuko chuoni, maneno yalo ya dini kutusafisha nyoyoni, tutizame waumini. Sema hapo na uwezo, lakini tunaamini kwamba kwa sababu Mungu ndiye alikuwa na uwezo, lakini Mungu ni baba yake, na baba yake ambaye ni Mungu alikuwa anamsikiza na angempea chochote angeuliza. Asante. Kwa hiyo nani alikuwa anampea Yesu chochote? Ni Mungu. Asante. Sasa subiri kwanza, subiri. Nimalize ndio nataka nipate mali issue yangu iko. Haya. Nakusubiri. Sasa pale hapo uliza kwamba akiwa msalabani kama angekuwa na uwezo wa kujiokoa, naamini angeweza kujiokoa kama angetaka juu. Sasa hiyo imani yako inapinga Biblia. Kwa sababu subiri kidogo. Kwa sababu Yesu hajafika msalabani anaomba Mungu akitumia neno ikiwezekana, maana hana nini? Yeye hana uwezo. Kuanzia hapo kuomba tayari hana uwezo. Kwa hiyo hata kuendelea mbele hakuna uwezo. Hakuna mahali ukaletea uwezo. Kama angekuwa na uwezo in the first place, Yesu asingeomba. Angekuwa na uwezo asingeomba. Ndio. Lakini kwa sababu hana uwezo ndio amefanyaje? Ndio, ninakubali. Lazima aombe. Sio lazima aombe. Alikuwa anaomba nini? Unajua sijafika mahali nataka nikuandike. Kabla ufike kuna point ambayo unaruka. Yesu alikuwa anaomba, si kweli? Ni kweli. Na hiyo maombi aliyokuwa anaomba alikuwa anatarajia nani amsaidie? Mungu. Ni Mungu. Kwa hiyo Mungu akitaka anaweza kumsaidia nani? Yesu. Na kama hataki hawezi kufanyaje? Kumsaidia. Maombi aliyokuwa anaomba Yesu ni gani? Alikuwa anataka msaada wa nini? Ile kikombe cha mauti kimwondokee. Unaona kwamba mauti amekwamba ilikuwa mbele yake ifanyaje? Iondoke. Kwa hiyo Mungu akitaka atafanyaje? Ataiondoa. Na kama hataki atafanyaje? Ataacha. Binaona kama Yesu alisulubiwa, Mungu alifanyaje? Sasa hapo ndio nakuja. Kabla ya sasa kuja, nataka ujibu ndio ukuje. Sitaki ukuje kabla ya kujibu. Sawa? Yesu ameomba Mungu
kwamba mauti imuondokee. Sawa? Sawa. Na tumekubaliana mwenye uwezo wa kuondoa mauti ama kukubali kwamba Yesu apate mauti ni nani? Ni Mungu. Sasa baada ya Yesu kuomba, kuna mambo mawili. Ndio. Jambo la kwanza ni kwamba Mungu alikubali maombi yake. Ndio. Na kama Mungu alikubali maombi yake, na maombi Yesu anaomba ni kwamba mauti imuondokee, inamaanisha hatasulubiwa. Kweli si kweli? Kweli. Na kama ameomba maombi kwamba Mungu amuondolee mauti, na Mungu hakusikia, Mungu hakumjibu, sawa, inamaanisha Yesu atasulubiwa. Kweli si kweli? Kweli. Sawa. Sasa swali na kuuliza sasa, ulijibu vizuri. Mungu alikubali maombi ya Yesu ama Mungu alikataa? Sasa hiyo swali kwangu naona kama iko tata, kwa sababu Yesu alisulubiwa kulingana na maelezo yako, kwamba Mungu angesikia maombi ya Yesu angesulubiwa, lakini alisulubiwa. Sasa ni kama unamaanisha hakumjibu. Sio mimi namaanisha, mimi nakuuliza wewe, sio mimi kumaanisha wewe. Angalia, ujibu kulingana na wewe. Sio kulingana na mimi. Nataka uijibu kulingana na namna ilivyo ya ukweli, kwa sababu mambo mawili. Mungu ndio mwenye sasa ana decide, yani the decision imerudi kwa Mungu. Ni mawili: asikize maombi ya Yesu, amwepushe na mauti; awache kumsikiliza Yesu asulubiwe. Sawa? Sasa wewe nataka unijibu, je, Mungu alisikiliza ama Mungu hakusikiliza? Sawa, hakusikiliza. Hakusikiliza. Asante. Kwa imani yako ama kichwa yako ama andiko? Kwa sababu umejibu tu kwa maandiko. Sawa, kulingana na maandiko na maelezo yako. Wewe usema kwamba Mungu hakumsikiliza, umejibu moja kwa moja, sio? Maana kumbe kuna wakati Yesu alimwomba Mungu na Mungu akamlenga. Ndio unamaanisha kwa lugha nyingine? Yaani Yesu amwombe Mungu na Mungu akatae kumsikia, ndio unamaanisha? Mpatie Mungu sasa, tuone kama jibu yako ni sahihi. Sasa 5:7 Waebrania, mwalimu wewe na kuonea iti. Yaani wewe unataka kwamba Mungu asisikilize maombi ya Yesu ili asulubiwe, ili wewe ukienda kufanya vituko vyako kule, ukipiga deal pale kazini, Yesu abebe hiyo dhambi. Hakuna kitu kama hiyo, rafiki yangu. Mungu anisikia. 5:7 Waebrania, twende. Huyu rafiki yangu mjanja. Mungu alisikia. 5:7 Waebrania. Ndio maana unaona Qur'ani ikasema wama qataluhu wama swalabuhu walakin shubbiha lahu. 5:7. Haya, katika 5:7 Waebrania. Sikiliza hiyo habari rafiki yangu. Ndio unaona sasa advantage. Umempa Mungu dakika 5. Sasa umetoka hapa na masomo kiasi fulani ambayo wewe ulikuwa una habari. Wewe unafikiria kama Mungu akusikiliza maombi ya Yesu. Wakati Ibrahimu alitaka kuchinja mwanae, Mungu aokoe mtoto wa Ibrahimu. Alafu kwa imani yako unaamini kwamba Yesu ni mtoto wake wa Mungu. Kisha ule mtoto wa Mungu kwa imani yako akimwomba baba yake ati baba asimsikilize, lakini asikilize baba ya wenyewe. Mbona nyinyi mnakichanganyanga? 5:7 Mungu anafanya 5:7 Waebrania. Ndio. Yeye siku hizo za mwili wake. Yeye maana Yesu siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Unaona, alimtolea yule awezaye kumwokoa. Kumbe Yesu kuna yule ambaye kwamba alikuwa anamuokoa. Wewe unasema kwamba Yesu anakuokoa na Yesu wako na mwokozi wake. Wewe hapo kuna shida. Yesu mwenyewe kuna yule anamuokoa, na wewe unangoja Yesu akuokoe, na mwenyewe anaokolewa. Badala uende kwa Mungu ambaye kwamba anaokoa watu. Kwani mwalimu yeye kumtoa katika mauti, au yule azaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Twende maombi na dua pamoja na taratibu. Rudia hapo maombi.
Naenda kama cherehani. Mwalimu. Ndio sisi tunaanza kushika pesa. Ndio. Inasema maombi na dua. Maombi na dua. Tunamwona Yesu kipindi ambapo alipokuwa anatafutwa na Mafarisayo na maadui zake na Mayahudi, alienda akamwomba Mungu. Unasikia, maombi na dua. Kile anaomba Mungu, anaambia ikiwezekana niondoshe kikombe hiki. Twende. Inasema ndio, pamoja na kulia sana, pamoja na kulia. Kipindi kile ambacho Yesu alikuwa anaomba maombi hiyo, alilia. Na ukitaka kujua alilia, udhibitisho uko katika Luka 22:40. Kwanza utatusomea, maliza hapo alafu rudi katika Luka 22:40. Inasema pamoja na kulia sana, pamoja na kulia. Katika Luka 22:40 inasema kwamba Yesu alilia mpaka jasho lake kwa kama matone ya damu. Waende. Inasema waneno. Ndio. Waebrania inasema na machozi akasikilizwa. Akafanyaje? Akasikilizwa. Rudia asikie. Akasikilizwa. Rudia tena mara ya mwisho. Akasikilizwa. Kwa nini? Kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Ndio hiyo. Andiko inasema alifanyaje? Akasikilizwa. Kwa hiyo Mungu alisikia dua ya nani? Mungu alisikia dua ya nani? Yesu. Na Yesu dua yake alikuwa anaomba Mungu amwepushe na nini? Na kusulubishwa. Aha, na Mungu alifanyaje? Mungu alifanyaje hiyo dua? Alisikiliza. Kama alisikiliza, na maanisha Yesu hakufanywa nini? Sasa wewe unachanganya. Sio mimi nachanganya, kitabu chako ndio kinakuchanganya. Sasa wewe wacha nikuulize unijibu wewe. Ndio. Wewe unasema Yesu alisikilizwa ama hakusikilizwa? Sio mimi nasema, kwa kunukuu maandiko ya Mungu na kwa tabia ya Yesu na kwa namna alivyokuwa nabii, kwamba Mungu alimsikiliza, na maandiko katika Ibrania 5:7 inakubaliana na mimi kwamba Mungu alimsikiliza nani? Yesu. Wewe unasema Mungu hakumsikia, sio? Ngoja kwanza. Ulisema kwamba Yesu aliomba Mungu amuondolee kikombe cha mauti. Sasa kwamba kama Mungu alimsikiliza, ndio asisulubishwe. Ndio. Na Mungu asipomsikiliza asulubishwe. Ndio. Sasa nikuulize, Yesu alisulubishwa ama hakusulubishwa? Very good question. Very good question, tactical question, intelligent question. Kwa sababu sasa ukishakuona pale umeketi na imani yako yote 100%, umeketi nayo kwa ile kiti, au kuacha nje, au kuacha kazini, au kuacha kanisani, kwa sababu kwa imani yako ni kwamba Yesu alisulubiwa kwa ajili ya watu, si ni kweli? Lakini mimi nakwambia hivi, Yesu hakusulubiwa kwa ajili ya mtu yeyote. Yesu hakusulubiwa. Yesu hakukaribia msalaba. Ndio sababu nimekutolea fact moja kwamba Yesu aliomba Mungu amwepushe na mauti, na Mungu akamsikiliza kwa sababu Yesu alikuwa mcha Mungu. Ni maana kama aliomba aokolewe kutokana na msalaba na Mungu alimsikiliza, basi hakusulubiwa, unless ulete definition kwamba Mungu alimsikiliza na bado akasulubiwa. Hiyo inachanganya. Lakini kama Mungu alimsikiliza, inamaanisha kwamba Yesu hakusulubiwa. Yesu alikuwa na sura ngapi? Sura ya binadamu. Alikuwa na sura ngapi? Yesu alikuwa na sura nyingi. Yesu alikuwa anakaa naye hivi, anatokea, habari rafiki yangu, karibu pale. Anaweza kutokea na sura hii na mara atakutokea na sura nyingine tofauti. Huyo ndiye alikuwa Yesu. Sasa mtu ambaye ana masura nyingi utamshika sababu. Mwalimu, 457 ananiangalia kwa kustaajabu. Yesu hakusulubiwa. Kabla ifahamu, ngoja kwanza nijibu na maandiko, sitaki kichwa. 457 Qur'ani. Yaani kuliko kupitia kando. Acha zipitie kando nini? Gonje. Tunamlipua sasa. Yesu hakusulubiwa. Hata usikangaje na hata ukaribia pale. Kwanza si mnaimbanga
kila mtu atajua habari zake mwenyewe siku ya mwisho, siku hiyo ikifika. Hebu hiyo ndio unajua? Naijua. Umeshawahi sikia? Nimesikia. Hapo imba kidogo. Na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu siku hiyo ikifika. Maana yake nini? Maana hiyo wimbo ni nini? Maana yake ni kwamba baada ya Yesu kusulubiwa, jinsi tunavyoamini, ndio baada ya Yesu kusulubiwa kwa ajili ya binadamu, sasa baadaye ikiwa utakuwa umetenda dhambi, sasa hiyo itakuwa ni kati yako na Mungu, utaeleza mbele ya Mungu. Kwa hiyo kwa ufupi ni hivi kwamba yeye alikufia wale walikuwa wakati wake. Hapana, sio kwa wale walikuwa kwa. Alikufa pia ya kwako. Ndio. Alikufia gani? Dhambi yote. Na hii ambayo kwamba mtu atachukua ni gani? Ikiwa utatenda tena dhambi baada ya. Kwani si binadamu anatenda dhambi? Dhambi iko tangu zamani. Kwani alikufia gani na gani? Kwa sababu kama wewe unatenda dhambi na hiyo dhambi iko, Yesu hajakufia dhambi zako. Ni kama kifo yake ni kama mwangaza kuonyesha kwamba pale kuna shimo. Sasa usipitie hapo. Ngoja kidogo. Kwa hiyo inatakikana baada ya Yesu kufa watu wasifanye dhambi. Ndio, kwa sababu ngoja sasa swali lingine. Je, kabla ya Yesu kufa watu walitakana wafanye dhambi? Hapana. Sasa subiri sasa. Kwa hiyo kabla ya Yesu kufa watu hawakutakana kufanya dhambi. Na baada ya Yesu kufa watu watakani kufanya nini? Sasa kifo yake na msaada gani? Sasa kabla ya kufia watu sasa anakufia watu nini? Na baada ya kufia watu mtu asifanye dhambi. Kwa sababu ni sema. Pole. Subiri kidogo. Kabla ya Yesu kufa watu walikuwa watakani kufanya dhambi. Na baada ya kufa watu watakani kufanya nini? Dhambi. Ni maana kwamba hajaongeza chochote, hajapunguza chochote. Ndio nataka nieleze hapo. Nipe nafasi nieleze. Haya, nakupa nafasi. Ndio nimekwambia ni kama hiyo kifo chake imekuwa ni kama mwangaza. Imekufunua kitu kwa macho. Kwamba hapo nyuma ni kama ulikuwa unatenda bila kujua kwamba hii ni kibaya, lakini baada ya kukuja, ndio nimekupea example kwamba hiyo kifo chake kimekuwa ni kama kimekuonyesha, imekumulikia hapo mbele yako kwamba pale kuna shimo. Sasa imekuonyesha usipitie hapo, na baada ya kuonyeshwa wewe bado umeendelea ukapita hapo na ukianguka kwa shimo hapo. Subiri, mimi nakuelewa, lakini kwa hiyo context namna unavyoeleza inaonyesha wazi. Ngoja kidogo rafiki yangu, taratibu. Mpatie huyo. Kama unataka kuongea unaketi chini. Kuna yule amekutangulia. Usinyang'anyane nini? Ushaona? Kwa hiyo inamaanisha kifo cha Yesu haijaongeza chochote. Kwa sababu kabla ya kufa watu watakani kutenda dhambi. Baada ya kufa watu watakani kutenda dhambi. Kwa hiyo mambo iko same. Maana angekufa asikufe bado ni same. Hakuna kitu imeongeza. Inge make sense kama ungesema kwamba baada ya Yesu kufa ameokoa watu na dhambi, bi maana amechukua dhambi za watu, sasa watu hawana dhambi. Hapo inge make sense, tungejua kwa nini amekufa. Lakini kama amekufa bado utakani kutenda dhambi, hata kabla ya kufa watu walikuwa watakani kutenda dhambi. Kwa hiyo yote ni same, hakuna tofauti. Sasa ngoja kidogo mwalimu. 457. Halafu sasa namrudisha kwa hii akili yake ya Yesu kukufia watu. Hakuna mtu amekuja kukufia mwingine. Hakuna. Kila mtu atakufia dhambi yake. Yesu hajakuja kukukufia, na hiyo sahau. Kwanza 457 Qur'ani, alafu nguanga Taurati 24:16. Sasa mwalimu, ndio 457 Qur'ani. 457 Qur'ani. Kwa sababu nakwambia Yesu hakufa. Na ukitaka kujua kwamba Yesu hakufa, ile Biblia Injili 4 ndio imeandika habari ya kifo cha Yesu.
Injili ya Mathayo, Injili ya Marko, Injili ya Yohana na Injili ya nani? Ya Luka. Hao ndio wameandika habari ya Yesu. Ya kustaajabisha, wote wanne wametofautiana, kila mmoja anaandika story yake. Ona, msichezea hapo karibu msichana. Tafadhali toka hapo. Toka hapo kabisa. Inasema katika 457 twende, inasema hii ni Al-Qur'an Al-Karim, twende. Baada ya billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Naam, inasema na kwa ajili ya kusema kwao, kwa ajili ya kusema kwao. Sikiliza vizuri rafiki yangu, kwa ajili ya kusema kwao sisi tunamuona Masihi Isa mwana wa Mariamu, twende, mtume wa Mungu, twende. Hali hawakumuua, hali hawakumuua, wala hawakumsulubu, wala Yesu hawakumsulubu, bali walibabaishia mtu mwingine, wakamdhani Nabii Isa. Unaona, walibabaishiwa mtu mwingine wakadhani kama ni Yesu. Ninaona kwamba tukio la kusulubishwa mtu ilitokea, lakini aliyesulubishwa ni mwingine, si Yesu. Yesu hajakuja kusulubishwa kwa ajili ya mtu yote. 24:16 Taurati. Mpatie sasa mic. Soma hiyo, mpatie mic. Sasa nikuchanue. Rafiki yangu, mbona unaenda? Keti hapo, nakupa mic. Wacha nifundishe huyu. Alikuwa anaenda, nimemkatizia safari yake. Tafadhali nakuomba dakika 5 na 24:19. Keti tu chini, nakupa mic sasa hivi. 24:19 Kumbukumbu la Taurati. 16 Kumbukumbu la Taurati. Ndio inasema mababa wasiuawe kwa ajili ya watoto wao, mababa wasiuawe kwa ajili ya watoto wao, wala watoto wasiuawe kwa ajili ya baba zao, wala watoto wasiuawe kwa ajili ya kina baba. Inasema neno kila mtu na auawe kwa ajili ya dhambi yake mwenyewe. Kila mtu na auawe kwa ajili ya dhambi yake mwenyewe. Mpe huyo. Ni nani anazungumza maneno hayo? Niandike kwa Biblia. Ndiyo, nani mzungumzaji? Kumbukumbu la Torati, sijui niandika. Torati ilipewa nani? Musa. Yeah. Sasa Mungu anamwambia Musa direct. Mungu anamwambia Musa, mababa wasiuawe kwa ajili ya watoto, na watoto wasiuawe kwa ajili ya kina baba. Kila mtu na akufe kwa ajili ya dhambi yake. Mzungumzaji Mungu. Ni maana Yesu asikufe kwa ajili yako, na wewe usikufe kwa ajili ya Yesu. Kila mtu akufe kwa ajili ya dhambi yake. Ushanielewa vizuri? Sasa wewe kama unabisha, unanipa andiko, bali Mungu amebadilisha. Akasema sasa baba wauawe kwa ajili ya watoto, na watoto wauawe kwa ajili ya, kwa sababu Mungu amesema kila mtu ajikufie. Na kwa sababu unaona mnaimba pale, na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe siku ya mwisho, siku hiyo ikifika. Nikikuuliza inakuchanganya, unaleta explanation ambayo hata make sense. Kwambia nini? Unajua baada yako kutenda dhambi. Tangu kabla ya kufa Yesu watu hawafai kutenda dhambi. Kwa hiyo amefanya zero, sawa sawa na kuchukua kikapu kwenda mtoni kuchota maji, haitajaa. Nipatie mic, shanielewa vizuri? Nipatie yule bwana. Amesalimu mic. Hello. Habari gani rafiki yangu? Nzuri sana. Naitwa nani? Yatufundisha nyumbani ni kama tuko chuoni, maneno yalo ya dini kutusafisha nyoyoni. Mkristo yote. Kanisa gani? Umesema hiyo. Mkristo dini. Naweza kuwa Mkatoliki. Kwa hiyo ni Mkatoliki. Asante sana. Swali lako? Swali langu, nataka tu nikukosoe. Nataka kunikosoa. Kwa hiyo sio swali, ni ukosoaji. Siwezi kukuuliza swali. Nataka nikukosoe sababu ulikuwa unaongea. Unajua ulimchanganya huyu. Unaona? Na ndio maana ulikuwa unachukua muda mrefu, ukiona amechanganyikiwa unazidi kumchanganya. Kwanza umesema vizuri. Yesu alipokuja alikuja na sura mpya.
Na hiyo ndio maana tunasema tuko na Old Testament na New Testament, yaani mwamko mpya. Sawa sawa. Hatusemi kuwa hapo zamani kulikuwa na dhambi, na jinsi ambavyo watu walikuwa wanashutumiwa wakifanya dhambi ilikuwa ni tofauti enzi za Musa na hii enzi ya mwamko mpya. Na ndio posa Yesu akakuja kutoa ile mwangaza kwa Wakristo, yaani wale ambao wamemwamini. Unaona? Akaja akasema leo ni siku ya dini ama kwenda kanisani. Ng'ombe yako ikiingia kwa shimo utaitoa ama utafanya nini? Utaiacha kwa shimo. Kwa hivyo kulikuwa na dhambi na ile njia ya kuadhibu ilikuwa ni tofauti. Ya pili, Mungu wakati alipokuwa anapeana mwana wake wa kipekee alikuwa ni nani? Yesu Kristo. Alipeana mwana wake ili akuje kufanya nini? Akuje kuokoa wanadamu. Na ndio maana wanasema my people are perishing because they lack knowledge. Yaani manabii wengi wanakuja wale tofauti, wanakuja na nini? Wanakuja kwa njia tofauti. Kwa mfano, umesema kuwa Yesu kuna wale wamemweleza na wamemweleza kwa njia tofauti. My friend, if today you are a messenger, the way you are going to report the message is the different way with this friend of mine is going to report the message, but the answer will be one. So Yesu ameandikwa kwa vitabu ngapi? 5. Wanasema the gospel books, zile ulikuwa umesema. So ukisema Luke, Matthew, the explanation is different. Yes, because the writer, they were different, so they cannot use the same language to reach their message. Hata wewe sasa ukitumwa ama mwingine akuja asimame hapo kwa niaba yako, ile example atapeana ni tofauti na ile ambayo unapeana. Sawa sawa. Sasa alitoa mwana wake wa kipekee kwa wale wamemwamini watakuja kumfuata. Na kukufa kwa Yesu alikuwa anasimama kwa haki. Anasema kila ambao unajua ni kizuri, simama nao mpaka dakika ama kipindi cha mwisho. Sawa sawa. Sasa hii mambo yote ushaniambia. Nimengoja angalau andiko moja sijaona. Andiko. Pili, nimesema hivi, Mathayo, Marko, Luka na Yohana wametofautiana. Sijasema kwamba language yao ndio tofauti. Unajua kuna tofauti ya kutumia different languages na kuna kitu kinaitwa kutofautiana. Nikisema kutofautiana na maanisha kucontradict. Ni maana kwamba anavyosema huyu na anavyosema ule ni tofauti. It's not about the language. It's about the message contradicting. Ngoja kidogo. The message ambaye Yohana anapeana na message ambayo Luka anapeana ama sasa unapata Marko anapeana, unapata kwamba ni tofauti. Ushaona? Na story ni same katika kifo cha Yesu. Kwa hiyo hapo kuna shida, kwa sababu hata leo uende kotini kama umesomea law, uende kwa koti, kuna mashahidi wawili. Mimi mfano ni mshtakiwa, kuna mashahidi wawili wako pale wanashuhudia jambo lolote kunihusu mimi. Mashahidi wale wawili wakatofautiana katika statement. Nini nafanyika? Nikujibu. Ndio na ngoja unijibu. Nataka nikuambie ndugu yangu kitu moja. Sababu hata kotini tumeenda, ukiona wale watu wanapeana the same statement, those people has been coached. But the important thing is that they are talking about the death. Hiyo kitu inaitwa kifo. Sijajibu swali langu. Mimi ninashtakiwa kotini. Sawa? Kumekuja mashahidi wawili juu yangu wananishuhudia kwa tukio. Hawa mashahidi wawili wakatoa ushuhuda mbili ambayo zina contradict. What will happen to that case? Automatically the case will be terminated. Very good. Ngoja kidogo sasa. Patia ule mic. Huyu. Msomea Marko 15:25. Automatically the case will be terminated. Yani umeanza professionally.
15:25 Marko. Katika 15:25 kitabu cha Marko. Ndio. Katika Biblia takatifu. 15:25 kinasema mwalimu wangu 15:25. Twende. Inasema. Ndio. Basi ilikuwa saa 3. Nao wakamsulubisha. Hebu mpe huyu. Hiyo ni evidence Sulubishwa ama kusulubishwa? Hiyo ni evidence. Kidogo tunataka tuelewane. Unajua nafikiri aliyesoma andiko ni mimi. Haina shida. Na haujajua point yangu ni nini, lakini before ni forward my point, tayari you are starting to attack me with questions. Inamaanisha kuna kitu unajaribu kuzuia. Ushaona? Kidogo tu. Mimi sijamaliza ile point. Wewe kwa point yako kwamba ukiwa na ushahidi mbili kwa mashahidi mbili, the case will be terminated. Sasa I'm forwarding two witnesses with two contradicting statements. Sasa tukifika kikonga tayari nakuja na nini na another case. Tuache tumalize hii alafu ndo uulize unayotaka. Kulingana na ushahidi wa Marko 15:25 inasema ilikuwa saa 3 nao wakafanyaje? Wakamsulubisha. Kumaanisha kwamba kwa ushahidi wa Marko umati hapa na watu wengine watakaosoma kitabu hicho wanaelewa kama Yesu alisulubiwa saa ngapi. Sasa tena kuna mwalimu pale kama. Ona rafiki yangu, wacha nimalizane na yeye nitarudi kwako. Kwa hiyo hapa katika ushahidi tunapata kwamba yeyote atakayesoma maandiko haya na wale ambao kwamba kwa hapa wamesikia wanafahamu kama Yesu amesulubishwa saa ngapi? Saa 3. Asante sana. Mrudishie sasa mic. Sikia ushahidi mwingine. Alafu ulete kesi yako. Yohana 19:14. 19:14 kitabu cha Yohana. Ndio. 19:14 kitabu cha Yohana inasema. Ndio. Nayo ilikuwa maandalio ya Pasaka. Ilikuwa ni maandalio ya Pasaka. Yapata saa 6. Yapata saa ngapi? Saa 6. Yapata saa 6. Twende. Akawaambia Wayahudi, inasema 19:16 inasema nini? Nayo ilikuwa maandalio ya Pasaka yapata saa 6. Ndio. Akawaambia Wayahudi, tazama mfalme wenu. Basi wale wakapiga kelele, mwendesheni msulubishe. Mpe huyo. Rafiki yangu, pale Yohana anasema ilikuwa saa ngapi? Saa 6. Wakasema yule Pilato akasema tazamini mfalme wenu, sio? Wale wakasema muondoshe, kisha mfanyaje? Msulubishe, sio? Kwa hiyo wanapiga kelele kwamba Yesu akafanya nini? Akasulubiwa. Saa ngapi? Saa 6. Saa 3 na saa 6, gani inatangulia, gani inakuja baadaye? Uko sawa. Swali yangu ni hii. Ya saa 3 inasema alisulubishwa ama alikuwa anaenda kusulubishwa? Alisulubishwa. Nayo saa 6 inasema aje? Inasema kwamba muondoshe msulubishe. Maana bado hajafanywa nini? Hajasulubishwa. Saa ngapi? Swali langu ni ngoja kabla hiyo swali. Twende tu pole pole. Kabla hiyo swali. Saa ngapi bado hajasulubishwa? Hiyo saa unajua hiyo. Saa ngapi itaje? Saa 6 hajasulubishwa. Na Marko saa 3 amefanywa nini? Amesulubishwa. Kati ya saa 3 na saa 6 gani inatangulia? Ni saa 3 inatangulia. Sasa ikiwa Marko anasema saa 3 amesulubiwa, Yohana anasema saa 6 bado yuko mahakamani anahukumiwa kama akasulubishwa ama bado. Je, zinakubaliana ama zinapingana? Huenda kuwa zinakubaliana kwa njia moja. Huenda. Na ndio maana huenda. Subiri. Kutumia neno huenda inamaanisha kwamba unajaribu kutengeza nini? Kitu. Lakini kwa mtu ambaye kwamba anaelewa lugha, saa 3 amesulubishwa, saa 6 hajasulubishwa, hiyo ni kumaanisha contradicting ambayo iko wazi. Kwa sababu mimi huwezi kuniambia kwamba saa 3 mimi niko pale kama Kenko
niseme hapa Kencom saa 3 nimeona basi namba fulani imepata ajali. Kisha at the same time nikutane na mwingine asema saa 6 niliona basi ile namba fulani haijapata ajali, iko pale inazunguka. Ovyo sawa, watu wawili wana contradict. Ndio maana unaona Marko anasema saa 3 wamesulubishwa na Yohana anasema bado. Bi maana hawa waandishi wawili they are contradicting in the same case. Bi maana kwamba kwa maneno yako na lugha uliyotangulia kusema that case is automatically terminated. Ndio Qur'ani ikaterminate. 457 rudia. Qur'ani ikaterminate. Ngoja kidogo nimalize alafu tuongea. Qur'ani iliterminate kifo cha Yesu on the ground ya kucontradict. 457 alafu mpe mic kwa ajili ya kusema kwao. Sisi tunaona sema Isa wa Maryam ndio mtume wa Mungu. Wende kumsulubu. Mungu ndiye msemaji. Mungu katika Qur'an ndiye msemaji. Hali hawakumuua wala hawakumsulubu. Twende. Bali walibabishiwa mtu mwingine. Wakamdhani ni Nabii Isa. Twende. Na kwa hakika wale waliohitilafiana katika hakika hilo waliofitalifiana. Ukisikia maneno ya kufitalifiana, yani waliotofautiana, wale walio contradict kama vile Marko kusema saa 3 na Yohana kusema saa 6, hawa ambao wamecontradict. Twende. Wale waliohitilafiana katika hakika hiyo ya kumuua Nabii Isa. Twende. Wako katika shaka nalo. Unaona, wako na shaka nalo. They are doubting. Na kuna so many reasons ya kudoubt. Yesu aliomba, Mungu alimsikiliza. So utadoubt kama Mungu alimsikiliza. Ndio nikaambia huyu, kama Mungu alimsikiliza tena nasulubiwa aje? Kwa hiyo wana doubt kwa sababu wana contradict. Ya pili ni kwamba kifo cha msalaba ni kifo cha laana. Kwa hiyo hata wakiandika wanajua kama ni kifo cha laana. Sasa mtume wa Mungu atalaaniwa vipi? They are doubting. And that's why they are contradicting. Na hii ni contradiction moja. Naweza kutolea more than 20 contradiction in that Bible about the same case ya kufa kwa Yesu. Kumaanisha kwamba Qur'ani ni kweli. Qur'ani ni kweli. Yesu hakufa. Sasa nataka kudhibitisha kuwa Yesu alikufa, na ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni unabii, kama jinsi ambavyo Yesu alivyosema, toa kikombe cha damu mbele yangu, na kama ni kwa shauri yako wache kuwe jinsi ambavyo ilivyopangwa. Ya pili, umesema kuwa ili saa zinatofautiana. Ni hivyo umesema, lakini waandishi walikuwa wanatoka pamoja ama walikuwa wanatoka kwingine? Nini hiyo? Yohana na Marko walikuwa wanatoka katika nini gani? Yohana na Marko walikuwa wanatoka wapi? Kutoka wapi vipi? Yaani makazi yao ama nchi yao, maeneo yao, pale ambapo wamezaliwa walikuwa wanatoka wapi? Unajua usiulize swali alafu ujibu swali kichwa itapasuka bure. Nataka vipasuke. Kama mpya huyo, acha nikupasue kichwa. 11:25 Matendo, Yohana na Marko walikuwa wanatoka wapi? Mimi nakupasua kichwa bure tu. Matendo 11:25. Matendo 11:25. Labda kupeleka kingine tena ushangae tena elimu gani tena? Inasema ndio inasema Matendo 11:25. Inasemaje? Inasema kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Si hiyo. Kwenda Tarso kumtafuta Sauli. Ndio ngapi? 25. 12:25. Hebu angalia. Bado. Kwa inasema na Barnaba na Sauli. Na Barnaba na Sauli walipokwisha kutimiza huduma yao, ndio wakarejea kutoka Yerusalemu, ndio wakamchukua pamoja nao. Wakamchukua pamoja nao. Ndio hiyo. Yohana akamchukua pamoja nao. Nani? Yohana aitwaye Marko. Mpe huyo. Kumbe Yohana anaitwa nani? Sawa. Yohana anaitwa nani? Tuendelee. Ngoja kidogo jibu. Sababu niulize alitoka wapi. Nitakwambia nitakupa
ilmu ambayo itakupasua kichwa. Tunapata andiko inasema kwamba huyu Yohana anaitwa nani? Mariko. Kumbe Yohana ndio nani? Mariko. Kwa hiyo ameandika vitabu mbili, akajifanyaje? Yaani mtu mmoja anaandika vitabu mbili tofauti, kwa hiyo Biblia, and then anajicontradict na anasahau. Inna lillahi. Ninapokuambia usiulize ile swali utaenda pabaya. Kwa hiyo ni mtu mmoja na anajicontradict. Na si hiyo, kuna mengi ambayo unaangalia katika Yohana, unaona katika Marko, anajicontradict. Yes, it's the same writer. Haya, tuende katika kitabu cha Wakorintho 1 mpaka 20. Haya, ametutuma Wakorintho wa kwanza. Kwa hiyo nafikiri labda swali hili sasa tuende kai nachukua mkono mwingine, lakini naenda kule tuone pointi yake, alafu ndio tujue na tamanja 1:22. 1:22. 1:22 ndugu yangu. Moja. Ama mtu mmoja natoka kijana mmoja naweza ndio mambo nikikosea utanirekebisha. Inasema mtu asije akasema kwamba Yesu atavunja. Hiyo atavunja, pateni kubwa. Haya, sije naandika iko sawa, lakini bwana angalia incha ndena. Toka hapo kijana. Twende. Haya, inasema mtu asije akasema kwamba nilibatizwa kwa jina langu. Ndio. Tena nabatiza watu wa nyumbani mwa Stefana. Ndio. Zaidi ya hao. Ndio. Sijui kama nalibatiza mtu yeyote mwingine. Maana Kristo hakunituma ili nibatize, ndio, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno. Ndio, msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Haya, mpe. Hii ni gapi? Hii ni 10 na ngapi? Hii ni 20. 20 kidogo tu. Nisome. Kuna huyu na shati nyekundu sijamuelewa bado. Naona kama ni mwalimu mkubwa, nataka kidogo ni kabla japo ndio wakati, lakini kabla tufunge nataka at least neno moja mbele. Haya, twende. Inasema ni mwacha tutasema hiyo hapa kwangu naikosa. Wakorintho kwa hiyo yangu naikosa sababu hajatoa yani wameandika pale. Sasa mwalimu naye na Wakorintho wa kwanza 15:20 ndio hivyo bwana. Ona mwalimu. Ungefanya bidii upite na hiyo karatasi, ukishapita nayo ndio maandiko yamepotea hivyo. Inasema wewe time kisudia pita nayo 15:20 Wakorintho wa kwanza. Alafu nimpatie Mike aulize swali, usikie sina swali. Inasema lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu. Ndio, limbuko lao waliolala. Haya, mpe. Hiyo ni 20, unless nilipo nyingine. Sasa umeamini, si ndio? Kwa nini? Sababu ule ambao ameaga ndiye anafufuka. Ngoja kidogo. Pale inasemaje? Si amefufuka katika wafu. Unasemaje? Unajua haya tunasema hivi, unasemaje kwa hiyo andiko? Hakuna tatizo. Si umesema kuwa hakufa, si ndio? Ndio. Hakusulubishwa kabisa. Kulingana na yale maandiko ambayo ulikuwa unasoma. Ndio. Kulingana na masaa yako. Ndio. Masaa mawili tofauti. Na tukasoma Korintho, si ndio? Ndio. Tumesoma mstari wa kwanza 15 ama 20, si ndio? Ikasema vizuri kuwa alifanya nini? Alikuja akafufuka, si ndio? Nikusema hivyo.
Inasema lakini sasa Kristo amefufuka katika nini? Uko sawa. Katika nini? Uko sawa, katika wafu. Limbuko lao waliofanyaje? Waliowafa. Limbuko lao waliofanyaje? Waliolala. Sasa nakuuliza swali. Mtu aliyelala na akili? Mtu aliyelala. Mtu aliyelala, aliyelala ama kufa. Unajua mtu aliyelala inazungumziwa pale kulala, limbuko lao waliolala. Wewe amshe mtu kwa usingizi ana akili? Nasema aliyelala ana akili. Kwa nini asikuwe na akili? Unaona kabisa kwa nini umelala. Ukisikia kulala darasani ndio hii sasa. Au ukisema aliyelala na akili, wewe utakuwa basi una matatizo kuliko aliyelala. Unajua shida yangu na wewe ni moja. Haya, mpe mwalimu amesoma 20 anzia 15. Wewe unasoma mbona umeteremka, mbona unaenda 20? Hiyo yenyewe 20 nasema limbuko lao. Ukisikia limbuko bi maana ni mshtuko kwa waliolala. Aliyelala ana usingizi, ana akili. Wewe uende ushtue mtu kwa usingizi, ana akili gani? Chukua mtu amelala vizuri, alafu mshtue, niambie namba yako ya simu. Hawezi sema namba yake ya simu, hata umshikie kiboko na namba ni yake. Mtu aliyelala hana akili, kwa sababu Biblia inasema limbuko lao waliolala. Bi maana wanaosema kwamba Yesu amekufa ama Yesu amefuka katika wafu, huyo mtu jua hana akili. 15:15 anzia hapa. 15 maneno ndio inasema naam. Sasa tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Andiko inasema tumeonekana, bi maana nyinyi mmeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Kwa nini? Inasema kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo. Unaona, kwa sababu nyinyi mmemshuhudia Mungu kwamba Mungu alimfufua Kristo, ambaye hakumfufua, ambaye hakufanyaje? Hakumfufua, ambaye hakufanyaje? Hakumfufua. Kumrudishia huyo. Andiko nasema Mungu hakufanyaje? Mpe, nimesema hapo. Alafu usikue coach tafadhali. Unanichanganya, subiri wakati wako. Mpe mic. Anataka kuongea, wacha mwalimu aongee. Kwa hiyo ni dalili pia amefanyaje? Ule wa kwanza alipeana mic. Huyo tumeenda, amesema sasa ache yeye aongee. Huyu nampe dakika 5 tunaenda kusali. Sawa Habari rafiki yangu. Nzuri. Jina lako? John. Dini yako? Kristo. Kanisa? Swali, wacha niruke swali sasa, nitoke kwa Yesu ningie kwa mtume wako sasa. Naomba andiko ama wacha ni Psalm 22:75 Quran. Swali linatoka katika 22:75 kitabu cha Qur'ani. Sharuka msalaba. Twende pale 22:75. Yatufundisha nyumbani ni kama tuko chuoni, maneno yalo ya dini kutusafisha nyoyoni. Inasema wala udhibila mina shetani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu huchagua mitume miongoni mwa malaika na miongoni mwa binadamu. Kwa yakini Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na mwenye kuona. Mpe. Kulingana hii andiko inasema Mwenyezi Mungu huchagua mitume. Sasa naomba andiko nimalize. Akisema Mwenyezi Mungu huchagua mitume ikaisha. Hebu maliza vizuri hapo. Na katika binadamu na nani? Na malaika. Swali andikano ni hivi. Kama mtume ni hakika alichaguliwa na Mungu. Ndio. Wapi andiko amechaguliwa na Mungu? Asante. Nakurudishia swali. Hata huyu pia huyo sasa 21:23 Mathayo. Wewe utaki kuulizwa Yesu, wewe unamshinda Yesu. 21:23 Mathayo. Wewe mshindi Yesu. Atusiulize swali. Wewe mshindi Yesu. 21:23 Mathayo. 21:23 ni kitabu cha Mathayo. Ndio. 21:23 Mathayo. Ndio. Kinasema nini? Hata alipokwisha kuingia hekaluni, wakuu wa makuhani na wazee wa watu ndio wakamwendea alipokuwa akifundisha. Ndio. Wakasema, ndio, ni kwa amri gani unatenda mambo haya? Twende. Naye ni nani aliyekupa
nakupa amri hii, twende. Yesu akajibu akamwambia, ndio, na mimi nitawauliza neno moja. Mimi nitawauliza neno moja ambalo mkinijibu, nami nitawaambia ni kwa amri gani ninatenda haya. Yesu aliuliza swali kweli, kama vile wewe umeniuliza swali kweli kabisa. Alipoulizwa swali na yeye pia akafanyaje? Akarudisha swali. Akawaambia kwamba nitawajibu mtakapofanyaje? Na huyo ni Yesu, si ndio? Okay, sawa. Ndio namwamini sana. Kabisa. Wewe na Yesu nani mkuu? Yesu. Asante. Kama yeye aliulizwa na akaulizwa, kwa nini wewe unauliza nikuuliza unakataa? Ikifika upande wa mtumaini wa mnahepa. Asiye kunepa. Naenda sawa na wewe. Wewe umesema aya 22:75, Mwenyezi Mungu huchagua mitume kati ya malaika na nani? Na binadamu. Ukauliza wapi Mungu alichagua nani? Muhammad. Mimi nitakujibu swali hili, wewe ukinijibu swali hili, wapi Mungu alimchagua Yesu? Ndio naika aya. Sijahepa. Jamani, subiri kidogo. Nimerudisha swali namna alivyouliza. Kweli si kweli? Na aliyemfundisha kurudisha swali hilo ni mwalimu wake Yesu. Yesu aliuliza swali na yeye pia akauliza, na akasema kwamba mimi nitaijibu utakaponijibu. Sasa yeye ameuliza wapi Mungu amemchagua nani? Muhammad. Nikamwambia nitamjibu wapi Mungu amemchagua Muhammad kwa sharti moja, na yeye anionyeshe wapi Mungu amemchagua Yesu. Alisomea 3:33 Qur'an. Aya ndio 3, hiyo ni sura ya Imran, aya yake 33. Tupate jawabu linalobaini kwa huko 3:33. Al-Qarim inasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inasema 3:33 mwalimu. Inasema hakika Mwenyezi Mungu alimchagua Adam. Ana akili. Mungu alimchagua nani? Adam. Na Nuhu na kizazi cha Ibrahim. Na kizazi cha nani? Cha Ibrahim. Kizazi cha nani? Cha Ibrahim. Na kizazi cha Imran. Haya, mpe. Sasa nimeomba ajibu. Okay, sawa. Tumepata hiyo. Nisomee 6:14. Ngoja tunakuwa nasi nikupea watu walimchagua. Ngoja rafiki yangu. Hatuendi kwa namna hiyo. Sawa? Usitoe maandiko kama namba plate ya gari. Sawa? Swali lako unauliza. Sawa? Tunamaliza hii ndio tunaenda kwa kutaka sijui kwa nasi sijui kwa nani. Tunaenda kule. Lakini bado umefanyaje? Umejibu. Wewe ukauliza wapi Mungu amemchagua nani? Muhammad. Asante. Kabisa. Na mimi nikakuuliza wapi Mungu amemchagua nani? Yesu. Umejibu. Abraham Yesu mtoka kwa uzao wa nani? Yesu mtoka kwa uzao wa nani? Sijui. Ametoka kwa uzao wa nani? Sasa kama umeshindwa tena. Si nimeshindwa. Nataka ujibu. Yesu ametoka kwa uzao wa nani? Unajibu. Ametoka. Mpatie mtu mwingine asichukue bai. Mrudishie. Acha nikujibu. Sitaki unijibu. Wewe mwenyewe asante. Fikiri habari. Shaitana kesho sasa. Kesho tunakuja. Sawa. Hiyo tu hapo kwa hiyo hawachaguliwa na una akili. Na kama Yesu ametoka kwa kizazi cha Ibrahim, utaambia Muhammad mtoka kwa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesho. Shukran. Masha Allah, shukran.